Serikali ya Samia Suluhu Hassan inajaribu kila namna kujisafisha kuhusiana na ripoti zilizotolewa kwa kuwaua raia zaidi ya 10,000 kipindi cha uchaguzi wa mwaka 2025, vilevile kuwapoteza raia na hata kuwateka wengine. Sasa mnaelewa, baada ya yale maandamano, ripoti ya BBC iliweza kutolewa ikionyesha serikali ilitumia nguvu kupita kiasi, serikali ilipanga mabaya dhidi ya raia. Vilevile ripoti ya CNN ilionyesha kwamba serikali ya Samia iliweza kuwaua raia, wale ambao walikuwa wajawazito, wengine walikuwa ni watoto wa mitaa wenye hawana wazazi, na kisha wakazika miili yao kwenye upande wa Kunduchi. Sasa baada ya kesi ya mauaji ya jinai kuwasilishwa katika mahakama ya ICC na ushahidi upo, serikali ya Samia imeweza kujitokeza na kutembelea nchi za kigeni, kisha wanawaambia kwamba zile video ambazo mliona kutoka Mwananyamala, miili ikiwa imerundikanishwa katika hifadhi za wafu, yaani mochari, na zile ripoti ambazo zilitolewa kwamba serikali ilizika Watanzania kwenye makaburi ya Kunduchi, eti kwamba ni uongo. Hii ni namna ya kutaka kujinasua kutoka kwa mikono ya kufungwa na kufunguliwa kesi ya mauaji katika mahakama ya ICC. Yaani mtu anaua alafu anasema kwamba kanda ambazo zilionyeshwa polisi wakiwapiga raia risasi, kanda ambazo zilionyesha miili ikiwa imerundikanishwa katika hifadhi za wafu, hifadhi ya wafu ya Mwananyamala, eti kwamba ni taarifa za uongo. Sasa kikosi cha Samia kikiongozwa na waziri wa mambo ya nchi za kigeni Bwana Thabit Kombo, ukipenda waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Balozi Mohamud Thabit Kombo, ametumwa na Samia Suluhu Hassan katika makao makuu, ama alitumwa katika makao makuu ya Umoja wa Kimataifa yaliyoko Marekani kuwasilisha taarifa ya Samia kwenye ule umoja wa kitaifa, kuwapembeleza kwamba wapuuze zile taarifa ambazo zilionyesha kwamba Watanzania waliuawa. Eti Rais Samia Suluhu Hassan aliwasilisha ujumbe maalumu kwa kamishena mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu Volker Turk jijini Geneva, Uswizi, ikiwa ni hatua ya Tanzania kuendelea kushiriki ama kuendeleza ushiriki wake wa kidiplomasia na mifumo ya kimataifa ya haki za binadamu. Tukaendelea kuambiwa kwamba pamoja na mambo mengine, ujumbe huo ambao Samia aliweza kuwasilisha katika afisi ya Umoja wa Mataifa haki za kibinadamu umehusisha uwazi wa matukio yaliyojitokeza. Anasema kwamba kulingana na yale maelezo ambayo aliweza kuyatoa, ndiyo uwazi wa mambo ambayo yaliweza kujitokeza wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Eti pamoja na hatua zinazochukuliwa na serikali kurejesha amani, kuimarisha mshikamano wa kitaifa na kulinda haki za binadamu. Wakaendelea kusema kwamba akizungumza baada ya kuwasilisha ujumbe huo, Dr. Samia Suluhu Hassan, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Balozi Mohamud Thabit Kombo, amemweleza Volker Turk kuwa baadhi ya
simulizi zilizosambazwa kimataifa na vituo vya CNN na BBC zimejaa upotoshaji na hazionyeshi uhalisia wa hali ilivyo nchini mwetu Tanzania. Eti amesisitiza kwamba serikali imechukua hatua madhubuti ikiwemo kuunda tume huru ya uchunguzi ambayo matokeo yake yanatarajiwa kutoa mwanga kuhusu chanzo cha furugu na mapendekezo ya kuzuia yasije yakajirudia. Kwa upande wake, waziri wa nchi ofisi Rais, kazi maalum, Profesa Palamagamba Kabudi amesisitiza kuwa Tanzania ina rekodi thabiti ya kuheshimu haki za binadamu, demokrasia na utawala wa sheria na amani. Sikiliza jinsi ambavyo wanadanganya. Wao wanataka hizi simulizi zao ambazo wanadanganya umoja wa kimataifa ziweze kukubalika, lakini zile simulizi ambazo ziliweza kufanyiwa uhakiki na zikatolewa na vyombo vya habari eti kwamba zinapaswa kupuuzwa. Sasa ameeleza matukio yaliyojitokeza yalikuwa ya kusikitisha, lakini ya kipekee, hayawakilishi mwenendo wa taifa kwa ujumla. Alidokeza katiba ya Tanzania inalinda haki za kibinadamu na akaomba jumuiya ya kimataifa kuunga mkono jitihada za serikali katika kujenga upya amani, kuponya majeraha ya kijamii na kuimarisha mshikamano wa kitaifa. Akizungumza kwa niaba ya Umoja wa Mataifa tu, ameshukuru na kupongeza uamuzi wa Samia kuunda tume huru ya uchunguzi, akisisitiza umuhimu wa uhuru wake ili kujenga imani na kuhakikisha matokeo yenye uhalali. Amesisitiza njia ya mbele inapaswa kujikita katika maridhiano, uponyaji wa kitaifa. Sasa hapa, mpenzi mtazamaji, unajua hizi ni taarifa ambazo nimeweza kupokea kutoka afisi za Umoja wa Kimataifa zikieleza kwamba Samia, hata kwenye hiyo picha jinsi ambavyo unaona hapo, huyo ni waziri Thabit Kombo wakiwa na kamishena wa tume ama kamishena wa Umoja wa Kimataifa na wakiwa na mwenzake kutoka kwa afisi ya Rais Palamagamba Kabudi. Sasa hii serikali inaeleza kwamba zile ripoti ambazo ziliweza kutolewa na BBC zikaweza kutolewa na CNN tu kwamba zilikuwa ni za uongo. Kama zilikuwa ni za uongo, basi serikali ya Samia inafaa kufungulia CNN na BBC kesi mahakamani kwa kuendesha taarifa za upotoshaji. Serikali hii inataka iweze kukubalika kwa kila kitu ambacho wanakisema, lakini hawataki kabisa ule ukweli ambao umejikita kwa wananchi uweze kujulikana. Serikali hii inataka kukana kwamba hawakuwaua raia. Mtazamaji wangu mwenye unanitazama, ni kweli serikali hii haikuweza kuwaua raia? Eti kwamba zile kanda ambazo ziliweza kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii zilizokuwa zinaonyesha raia wakiuawa, mpaka zingine niko nazo, miili ikiwa imerundikanishwa kwenye mochari ya Mwananyamala, wanasema kwamba zile kanda zilikuwa ni za upotoshaji na ni za uongo. Wacha nikwambie mpenzi mtazamaji, Samia ameona kwamba kesi ambayo ipo mbeleni mwake ya ICC ni ngumu. Kwa hivyo anataka kupita kila afisi ile ambayo anajua kwamba ipo na mkono mkubwa sana wa kutafuta haki. Anataka kuweza kuwapea taarifa za uongo ndiposa kesi ya ICC isianzishwe. Basi niliona mwaka uliopita kipindi ambapo bunge la Ulaya lilipokuwa linajadili matukio ya Tanzania, serikali ya Samia ililalama kwamba wale wabunge wa Ulaya walijadili matukio ya Tanzania kwa kupokea taarifa kutoka kwa upande mmoja ambao ni wananchi. Wakaomba kwamba waweze kupewa nafasi na wao wajieleze. Sasa Samia mwenye anajifanya kwamba anajua sheria, yeye amekimbia Geneva kuenda kujitetea, akisema kwamba taarifa ambazo zilionyeshwa wananchi wakiwa wameuawa
wengine wao wakiwa wamezikwa kwenye makaburi ya pamoja, eti kwamba ni za upotoshaji. Wao wamekwisha amua ni lini kwamba zile taarifa ni za upotoshaji, kipindi ambapo upande mwingine wa raia nao haujaweza kupewa nafasi wajieleze. Jamani, kuna mambo mawili matatu ambayo nimeweza kuyang'amua kutoka kwa haya mazungumzo ambayo serikali ya Samia waliweza kutuma ujumbe na kufika katika makao makuu ya Umoja wa Kitaifa kwenye kipengele cha kutetea haki za kibinadamu. Ninakumbuka mwaka uliopita mwezi wa 11, Volker Turk ambaye ni kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za kibinadamu aliweza kuagiza uchunguzi wa kibinafsi wa kimataifa kuhusu matukio ambayo yaliweza kutendeka Tanzania, na wala hakuweza kusema kwamba tume iweze kuundwa na Samia, bali aliweza kusema kwamba tume iweze kuundwa kutoka rubaa za kimataifa ili ifanye uchunguzi kuhusu matukio ambayo yaliweza kutokea Tanzania. Samia anampelekea ujumbe kutokana na hiyo picha ambayo umeweza kuiona hapo, akiwa anamwambia kwamba wameweza kuunda tume ya Tanzania ya uchunguzi, ili hali wananchi tumekwisha kataa hiyo tume kwa sababu haina uhuru wowote. Haina kabisa. Haina uhuru wowote wa kufanya kazi bila ya shinikizo. Tunapaswa kuambizana ukweli. Hii tume haitaweza kutoa majibu ambayo yataliponya taifa letu, bali hii tume itatoa majibu ya kumridhisha Samia na kuweza kusema kwamba aliweza kushinda kiuhalali. Nimeweza kuona wakisema kwamba eti serikali imejikita kurejesha amani, kuimarisha mshikamano wa kitaifa. Watarejeshaji amani kipindi ambapo kuna viongozi ambao wamepotea hadi sasa hivi hawajulikani waliko, kama akina Humphrey Polepole? Wataimarishaji wa amani kipindi ambapo kuna wale ambao waliweza kuuawa, wengine wakazikwa, mpaka sasa hivi kuna familia ambazo hazijaweza kupata wapendwa wao. Umoja wa kimataifa unataka kupokea taarifa kutoka kwa upande mmoja peke yake. Wewe uko na imani eti kwamba BBC na CNN wanaweza wakadanganya? Kama basi yale matukio ambayo yaliweza kusimuliwa na vituo vya BBC, Al Jazeera, CNN kama yalikuwa ya upotoshaji, hakuna haja basi ya kuzunguka kwenye milango ya afisi kubwa kubwa kujieleza, kwa sababu ukijaribu kujieleza inadhihirisha kwamba yale ambayo uliweza kuyafanya au zile ripoti ambazo ziliweza kutokea kwamba mauaji yalitokea Tanzania ni ukweli. Huu ujumbe wa Samia wanasema kwamba eti Tanzania ina rekodi dhabiti ya kuheshimu haki za kibinadamu, demokrasia na utawala wa sheria. Ni kweli? Hapana, na wao wanapotosha. Tangia lini Tanzania yetu ikawa na rekodi ya kuheshimu haki za kibinadamu? Kama Tanzania yetu ingekuwa inaheshimu haki za kibinadamu, hawangemshambulia Tundu Lissu mnamo mwaka 2015 nusura waweze kumuua. Hadi sasa hivi Lissu anatembea kwa chuma, ama anatembea na chuma zikiwa kwa miguu yake. Kama Tanzania yetu ina rekodi ya kuheshimu haki za kibinadamu jinsi ambavyo afisi ya Samia inasema, basi wale ambao waliweza kuuawa hawakupaswa kuuawa kama wanaheshimu haki za kibinadamu. Namba 3, kama hii serikali inavyosema kwamba taifa letu linaheshimu demokrasia, hawangeweza kuwachuja viongozi wengine wa upinzani kama vile kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Luhana Mpina kutoshiriki kwenye uchaguzi wa Oktoba 29.
Kama taifa letu liko na demokrasia, hawangeiba kura. Samia hangejilazimisha kwa wananchi kuweza kuongoza, bali tungefanya uchaguzi ambao ungekuwa wa haki na huru. Nikimalizia, serikali ya Samia kwamba inasema kwamba njia pekee ya kuliponya taifa letu ni maridhiano. Wataridhiana na nani? Taifa litaponyaje kipindi ambapo kuna wale ambao waliweza kupoteza ndugu zao, wamezikwa, hawajawahi rudishwa hata miili kwenye jamii zao? Tutawezaje kuliponya taifa kwenye mazungumzo ya maridhiano kipindi ambapo polisi ambao waliweza kunaswa wakiwaua raia hawajaweza kuchukuliwa hatua? Tutawezaje kuingia kwenye maridhiano kipindi ambapo wale ambao walihusika kwenye mauaji wanatembea bila kuchukuliwa hatua yoyote? Hakuna uponyaji wa taifa ambao tutafanya hapa, bali tutakuwa tunajidanganya. Kama hii serikali haingekuwa imefanya baya kwa raia, hawangekuwa wanajisumbua kupita kila afisi kujieleza. Kulingana na serikali ya Samia, wanasema kwamba wako na uwezo wa kutatua matatizo ambayo yaliweza kutukumba sisi. Ni ishara kwamba wanapembeleza mahakama na wanapembeleza umoja wa kimataifa usije ukasukuma ICC kuanzisha kesi dhidi ya Samia. Yaani watu wanauawa alafu wanakuja kukataa. Wananchi wanaituhumu serikali kufanya mauaji ya Oktoba 29. Serikali ilikanusha tukio hilo. Serikali hiyo waliandamana, walitoka nje ya nchi. Serikali hiyo ikasema kwamba walioandamana walilipwa na mabeberu kutoka nje. Pia serikali ikasema kwamba walioandamana wakirubuniwa bila kujieleza. Serikali hiyo ikaunda tume ya kuchunguza matukio hayo. Hata kabla ya tume hiyo kuundwa, bado inachunguza. Serikali hiyo imepeleka ripoti katika umoja wa kimataifa kuhusiana na tukio hilo. Sasa hata ripoti haijaweza kutolewa, wanapeleka basi nini katika umoja wa kimataifa, wakisema kwamba zile taarifa ambazo zilikuwa zinasambazwa ni za feki. Mbona wanahangaika sana kutembea katika afisi za umoja wa kimataifa? Si walisema kwamba wabeberu ndio waliweza kulipa Watanzania kuandamana? Wakasema kwamba wabeberu ndio wanataka uranium ya Tanzania. Basi mbona wanasema kwamba hapakukuwepo na maandamano? Wanasema kwamba zile ripoti za mauaji eti kwamba ni feki. Wameenda kujitetea kwa nini? Tunasema kwamba wabeberu ndio wanaharibu nchi yetu, tena tunaenda kwa hao mabeberu kuenda kuwapembeleza wasitukamate. Huo ni upuzi. Nikimalizia, tunataka haki iweze kutendeka. Hata mbinguni Samia na utawala wake wafike kwa Mungu, watafukuzwa bado. Mauaji yalitendeka, yalikuwa mauaji ya kupanga. Mulipanga kuua watu, hivyo lazima haki itendeke kwa kuwajibika kisiasa, kuwajibika kisheria. ICC iweze kuchukua hatua. Ndugu zetu waliozikwa kiholela, miili yao iweze kufukuliwa na wazikwe upya kwa heshima. Kama si kweli basi kwamba wananchi waliweza kuuawa, kama si kweli basi serikali iliweza kutumia vyombo vya dola vibaya kuwaua wananchi, mbona wanahangaika mpaka wamekimbia kwenye makao makuu ya afisi za United Nations kuwapembeleza na kuwaambia kwamba zile ripoti zilikuwa ni feki? Watatakaje wao waweze kuaminika
kwamba kile ambacho wamekisema ni ukweli na kile ambacho kiliweza kusemwa na vyombo vya habari ni urongo. Serikali hii inataka kujiundia jina kwa sababu wanajua kwamba hakuna mwananchi ambaye ataweza kutoka Tanzania tuende mpaka Geneva tuende kupeleka malalamiko yetu pale. Wazo lako ni lipi? Mimi ni Bwana Ezra, ninakuomba kwa moyo mkunjufu upige subscription. Asanteni sana.